Bao kali la Prince Pumelo Dube katika dakika ya 58 liliwezesha Yanga kuibuka na ushindi safi wa bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat ya Morocco katika michezo ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na hivyo Yanga kuanza vyema kwenye kundi lao la B. Dube alifunga bao hilo kutokana na pasi nzuri kutoka kwa Mudathir Yahya Abbas ambayo ilitokana na Yanga kuwa sharp, kwa wepesi katika kufanya shambulizi la kujibu, tunasema counter attack. Ni kwa sababu katika muda huo FAR Rabat ya mwalimu Alexandre Santos ilikuwa ikifanya shambulizi kuelekea langoni la Yanga, na hiyo ni baada ya katika kipindi cha pili kumuingiza mshambuliaji wao Hamza Kaba, ikiwa ni baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza kuanza na viungo wa ushambuliaji tupu bila ya kuwa na mshambuliaji kinara. Sasa kipindi cha pili kwenye dakika hiyo ya 58 FAR Rabat walikuwa wametoka kushambulia, Yanga wakawiba mpira uliopata Mudathir Yahya Abbas akawa sharp kuona eneo ambalo Prince Pumelo Dube akatumia vyema nafasi hiyo, ikionyesha dhahiri kwamba ni tukio lililotokana na kile ambacho kilishafanyika mazoezini kwa siku kadhaa, kwa sababu Dube baada ya kupata mpira huo akachomoka kwa kasi na kuwazidi mabeki wakati wa FAR Rabat kabla ya kuachia shuti kali na kwenda wavuni na kumshinda golikipa Reda Tagnut ambaye alikuwa ni kikwazo kwa Yanga katika dakika 45 za kipindi cha kwanza kutokana na namna ambavyo ameokoa mashuti kadhaa ya kulenga shabaha, likiwamo shuti la mpira wa kichwa katika dakika ya 30 kutoka kwa Maxim Pia Nzengeli. Ni katika mechi ambayo Yanga hakika walistahili ushindi na pengine ongeza kupata ushindi hata wa zaidi ya bao moja kama si umahiri wa golikipa Reda Ahmed Tagnut wa FAR Rabat ambaye aliokoa michomo mingi ya Yanga iliyopigwa kuelekea langoni mwao. Mpaka mechi inakamilika, Yanga walikuwa wamemiliki mpira zaidi kwa 51%, huku pasi wakipiga 369 kulinganisha na pasi 364 za FAR Rabat, kuonyesha namna gani ambavyo kwenye umiliki wa mpira timu zote zilikuwa vizuri, kwa maana kwamba hakukuwa na tofauti kubwa. Yanga umiliki 51%, FAR Rabat 49%. Lakini tofauti kubwa ya leo hii Yanga ya mwalimu Pedro Gonçalves dhidi ya FAR Rabat ya mwalimu Alexandre Santos, wote wakiwa ni Wareno, ni kwamba Yanga pasi zao nyingi zilikuwa za kwenda mbele. Yanga walikuwa direct, Yanga ndio waliokuwa wakionekana kuhitaji mchezo na kupata ushindi tangu dakika ya mwanzo wa mchezo. Mpaka mapumziko ni Yanga ndio walikuwa wakifika zaidi katika lango la FAR Rabat wakiwa wameshapiga mashuti 8, kati ya hayo 5 yamelenga shabaha. Katika kipindi cha pili baada ya dakika 90 kukamilika, Yanga walikuwa wamepiga mashuti 15, kati ya hayo 9 yakiwa yamelenga shabaha, ikiwa ni ufanisi wa kulenga shabaha kwa takriban 60%, ilhali FAR Rabat walikuwa wamepiga mashuti 5 tu kwa mechi zima, moja likilenga shabaha katika kipindi cha pili. Kwa sababu hiyo Yanga wanaweza kusema kana kwamba ushindi wao waliustahili hasa kutokana na namna walivyocheza. Ni wapi ambako Yanga waliwazidia FAR Rabat leo hii? Mojawapo ni kuhakikisha kwamba wachezaji wao nyota na hasa nahodha Mohamed Hirimat alikuwa ameshikwa haswa. Katika kipindi cha kwanza Mudathir Yahya Abbas alikuwa akicheza kama nambari 10, alikuwa muda mwingi pale ambapo Yanga haina mpira yungali karibu na Hirimat, na hivyo kumfanya asiwe na madhara kwa Yanga katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, na hata katika kipindi cha pili hata alipotoka Mudathir Yahya Abbas bado Yanga walimfanya Hirimat asiwe na makali yale ambayo amekuwa akiyafanya muda wote dhidi ya wapinzani wao. Lakini pia Yusuf El Fahli, mchezaji mwenye kiwango bora sana, nambari 7 mgongoni, alikuwa ameshikwa kiasi ya kwamba alikuja kutoka wakati akiwa hajaleta madhara ya kutosha langoni kwa Yanga. Kwa nini wachezaji hao walikuwa ni muhimu? Na tulishawajadili kupitia jukwaa hili la Maduke Star Sport Next Level. Mohamed Rabbi Hirimat, nahodha wa FAR Rabat, mchezaji ambaye alikuwa ndiye mchezaji bora katika michuano ya CHAN hivi karibuni iliyoandaliwa na Tanzania, Kenya na Uganda katika ligi kuu ya Morocco, mpaka kufikia mchezo wa leo wakati Yanga wakicheza michezo ya kwanza na FAR Rabat kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwenye mechi 8 za ligi kuu ya Morocco wakiwa kwenye nafasi ya pili wana pointi 18, walikuwa tuseme mpaka sasa wamefunga mabao 14, wameruhusu bao moja tu. Katika mabao 14 Rabbi Mohamed Hirimat amefunga mabao 5, assist 1, nambari 34 mgongoni nahodha. Lakini Yusuf El Fahli amefunga mabao 4, assist 1. Kwa hiyo wachezaji wawili walikuwa wameshafunga mabao, wameshachangia mabao 11 kati ya mabao 14 ya FAR Rabat, na hivyo mchango wa mabao ulikuwa ni 79%. Sasa Yanga kwa kutambua hilo, wachezaji nyota wa FAR Rabat wakiwemo hao wawili hawakupata hiyo fursa kwa sababu ya namna ambavyo mwalimu Pedro Gonçalves aliwapa majukumu wachezaji wake, hasa Mudathir Yahya Abbas kumfanya Hirimat
asiwe na madhara mpaka mapumziko. Hirimati ambaye ndiye pasi master wa FAR Rabat katika ligi kuu yao ya Morocco, mechi 8 ndiye alitoa pasi nyingi zaidi, pasi 493 amepiga, zimefika pasi 444, usahihi wa pasi ukiwa ni 90%. Ndiye mchezaji anayeongoza kuwini mipira, kufanya ball recoveries akiwa amefanikiwa mara 71, lakini ni mchezaji ambaye ana madhara makubwa kama tulivyotoka kueleza kwamba akifunga mabao 5, assist 1, lakini kwa sababu ya kile alichokifanya Mudathir Abbas hakufurukuta. Lakini vile vile wachezaji wengine, Peodo Pacome Zouzoua alikuwa kwenye kiwango bora sana, akifanya atakacho uwanjani na hivyo kuchangia kuvuruga safu ya ulinzi, mipangilio ya kiulinzi ya FAR Rabat. Vivyo hivyo kwa Celestin Ekwa, alikuja kutoka katika kipindi cha pili, lakini wakati akiwa uwanjani alifanya safu ya ulinzi ya FAR Rabat ifanye kazi ya ziada, maana walijua kuna nambari 10 mgongoni. Peodo Pacome Zouzoua anasumbua, lakini kwenye upande mwingine, upande wa kushoto kwao katika kuzuia, kulikuwa na huyu Celestin Ekwa ambaye naye alikuwa akiwapa matatizo. Prince Pumelo Dube alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii, ingawa dakika ya 3 ndiye aliyepata nafasi ya kwanza ya Yanga ya kufunga, lakini akapiga shuti dhaifu na kuikosesha Yanga fursa ya kutangulia kufunga. Mpaka mapumziko alikuwa katika mashuti 8 waliopiga Yanga, yeye amepiga 3, 2 yamelenga shabaha. Kipindi cha pili akajirekebisha kwa kufunga bao muhimu, bao lililoipa Yanga pointi 3 muhimu katika kundi lao la B, lakini pia likimfanya Dube walau apate ahueni yeye, mashabiki wa Yanga, wachezaji wenzake, benchi la ufundi, kwa sababu Dube ana kipindi kirefu hajafunga na huwa anakosa sana mabao. Lakini leo hii alikuwa kwenye kiwango bora sana, akifanya shinikizo kule juu katika eneo la FAR Rabat na kufanya mwisho wa siku Yanga katika silaha zao za kuaminika sana alikuwa ni pamoja na yeye kabla ya kutoka na kuja kuingia Bobwa Boyeli. Djigui Diarra alifanya kazi kubwa kwa sababu shuti lilolenga shabaha alilicheza vyema na kufanya kuwapotezea fursa FAR Rabat ya kufanya tukio la kuwapa maumivu mashabiki wa Yanga. Lakini pia mwamuzi Ahmad Imtehaz kutoka Mauritania hakuvurugwa na shinikizo kutoka kwa wachezaji wa FAR Rabat ambao kuna wakati walikuwa wakiigiza kujaribu kupoteza muda tangu mwanzo wa mchezo, hasa kwa goalkeeper Reda Ahmed Tagnut, lakini Yanga walisimama imara na mwamuzi alikuwa makini kwa kumpa kadi ya njano na hivyo kumfanya aache tabia hiyo ya kupoteza muda. Yanga baada ya kupata bao na kuongoza waliendelea kufanya shinikizo langoni kwa FAR Rabat, na goalkeeper Djigui Diarra kuelekea mwishoni mwa mchezo alifanya vyema katika kile kinachoelezwa kwamba ni game management, kwamba unapata mpira unajaribu kuwa nao kwa sekunde nyingi ili kuhakikisha muda unaendelea kuisha na hatimaye kuwezesha timu yako kupata pointi 3 muhimu. Hata dakika 4 za nyongeza za mwamuzi Ahmed Imtehaz bado hazikutosha kwa FAR Rabat kuweza kusawazisha, bali Yanga waliocheza kwa kiwango cha juu mno leo hii wakaibuka na ushindi wa bao 1-0 na hivyo kuanza vyema katika harakati zao za kuhakikisha wanakuwa miongoni mwa timu mbili zinazofuzu kwa hatua ya robo finali ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Uwanja New Amani Complex umeleta matunda mema kama ambavyo Yanga kupitia msemaji wao Ali Kamwe kwamba wamepania kupata pointi 3 na wamezipata, na tena wamezipata kwa kucheza kikubwa sana dhidi ya timu iliyo kwenye kiwango bora sana ya FAR Rabat kutoka katika ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Morocco. Kilichobaki ni Yanga kuendeleza kile ambacho wamekifanya kwa uzuri leo hii katika mechi dhidi ya FAR Rabat, lakini kati ya yale ya kufanyia kazi kwa mwalimu Pedro Gonçalves ni juu ya namna ya kutumia nafasi wanazojitengenezea wenyewe, lakini jambo lingine ni juu ya kuhakikisha kwamba wapinzani kwenye mipira ya kujibu hawamfikii goalkeeper Djigui Diarra, jambo ambalo wamelifanya vyema sana leo hii, basi waendeleze katika mechi zinazofuatia. Wachezaji wengi ndani ya Yanga walionyesha kiwango bora sana. Israel Patrick Mwenda, Mohamed Hussein Shabalala, Ibra Baka, Dickson Job, Dzuki Abuya, Mudathir Abbas, lakini Celestin Ekwa, Peodo Pacome Zouzoua, Prince Pumelo Dube kwa kiasi kikubwa hata walioingia kipindi cha pili wakiwemo kina Edmond John, Bobwa Boyeli walifanya kinachostahili kuiwezesha Yanga kupata pointi 3 muhimu. What a performance! Nini kitakachoendelea ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.